tunakata shuka lingine la 4 ile, tunalinganisha na yale mashuka mawili yanayolingana. Lishika kwanza, lishika tukunje gauni kwanza, gauni tukati kati ya mama. Tunakunja shuka letu moja katika yale mashuka matatu kwa ajili ya kukata gauni. Sanda yetu ni ya mwanamke. Kumbuka kuna pempasi shudi. Hapa tunakata shingo ya gauni. So ingiza hivi. Sogeza. Mubashara kabisa tunajifunza kukafini maiti wa kike. Hatua ya kwanza tulikuwa tunakata vipande vitatu, mashuka matatu ambayo ilikuwa kipimwa kwa zira. Alikuwa akipima kutoka hapa mpaka kwenye kidole cha kwanza. Hapa mpaka kwenye kidole hiki. Amepima mara 6. Baada ya kupima mara 6 ikakamilika shuka ngapi? 1. Hapo tumefuatilia vizuri eh? Baada ya hapo kwa sababu mwanamke amepewa na mashuka mangapi? Akakata shuka la kwanza sawa kwa sawa, ndio akapunguza kidogo. Akakata shuka la pili mpaka shuka la ngapi? La 3. Sasa hatua tuliyokuwa nayo kwa sasa ni kukata kushona kanzu, si ndio? Kanzu ya mwanamke ambayo ni gauni kasema, si ndio? Kwa hiyo hili ndio shuka la kwanza ambalo tunalikata kanzu. Tunaelewana mpenzi? Tunashona gauni kwa sasa, si ndio? Sasa tufuatilie hatua anayoipitia. Kachukua kitambaa hiki kwa urefu kakikunja. Kafanya nini? Kakikunja. Tayari alipokikunja, tayari kashatoboa katikati kama gauni. Tumefahamu? Haya, mimi nasherehesha sehemu ambazo hazieleweki. Basi tufuatilie. Inatakiwa muione imekunjwa vipi. Huko chini moja ni ndefu kidogo, nyingine haijawa sawa, si ndio? Wote tumeiona. Haya, tunaendelea. Baada ya kulikunja katikati, nalikunja tena hivi.
Tumeona hapa ndo tunatafuta nini? Shingo. Kwa hiyo tunakata shingo hapa, tumeelewana, ili tukija tukilikunjua hivi inatengeneza duara ya shingo hapa katikati. Tumefahamu. Anasema baada ya kukunja kitambaa kwa urefu kwanza, kinachofuata unakigawa katikati, upande mmoja utatafuta shingo, ndio inatoka kitu kama hiki. Shingo imetobolewa wapi? Katikati. Tumeona tayari imeshakuwa gauni kama wanavyoshona madera, si ndio? Madera ya kutoboa, kwa wanatoboa katikati. Ukishakunja baadaye ufanya nini? Natoboa kwa katikati. Hapo tumefuatilia vizuri eh? Kinachofuata tunatandika lile shuka la kwanza ambalo lilikuwa refu kuliko wenzake. Hatua ya pili, hapa tushaweka katandika shuka la kwanza na juu yake kaweka shuka la pili kwa urefu. Tumeona katandika shuka la kwanza kwa urefu, kisha kaweka shuka la pili kwa urefu. Ya kwanza ni shuka na ya pili ni shuka. Hili linakuja shuka la tatu, ni gauni yetu ambayo tumeitoboa. Tuwe makini kuangalia wanafanya nini. Tukumbuke mwanzo ilipishana hii kanzu, upande ni ndefu, upande ni fupi. Inatangulia kuliko kurefu, kuliko kufupi kuna kwa juu. Leto jingine wananiambia katika kutandika ile ya chini linakuwa refu kiasi hiki, halafu la pili yake linakuwa fupi. Ndio maana katika kupata la kwanza lilikuwa zira 6, la pili tukapunguza kidogo. Ndio maana tuliona limepunguzwa kidogo kama tunavyoliona hivi. Hapa wananiambia tunakata gogoro pamoja na nini na ushungi. Mavazi ya mwanamke mangapi? 5. Mashuka 3 na nini? Ushungi na gauni, si ndio? Kuna gogoro, ushungi pia na nini na gauni, na mashuka mangapi? 2. Kwa hiyo hapa wananiambia wanakata kishida, sawa? Haya. Hapa tunakata shungi katika zile nguo 5 tulizozitaja. Tumekata mashuka 2, gauni, gagulo na shungi. Wapenzi watazamaji, pale mwanzo kama tunakumbuka vilikatwa vitambaa 4. Tunakumbuka vizuri. Kitambaa cha kwanza ndio hiki kimetandikwa, kitambaa cha pili ndio hiki, kitambaa cha tatu kimekatwa gauni, kitambaa cha 4 kitatoka shungi na gagulo, si ndio? Kwa hiyo unapoona hapa wanaandaa ushungi. Pata ushungi sasa. Tunakata kamba za kufungia mkeka na kamba nyingine za kumfungia marehemu juu ya nini, ya sanda, na baadhi ya vitambaa ambavyo tutakuwa tunavitumia kuoshea pamoja na kupigishia mswaki. Lazima kupata maelekezo. Kinachoendelea, wanakata kamba ambazo zitatusaidia kufunga. Tunasikia kwamba maiti anafungwa kama bibi.
kaburini. Kwa hiyo wanatengeneza kamba kwa ajili ya kuweka vizuri kuweka vizuri namna ya kukafini ndugu yetu ambaye leo tunamkafini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hizo kwenye mkeka zitakuwa fupi lakini tuziunge. Hamna sababu sisi tunafanya hizo zoezi la haraka. Zoezi sana kuwekwa mtu mwenyewe. Atakuwekwa mtu live. Live. Tukate tu ndefu ndio. Tatu. Zile si zilikuwa 6. Alhamdulillah, nazidi kupata maalumat kama mnavyoona wameshakatakata kamba ziko namna hii. Wamekata pembeni mashuka ambalo linatumika kumfutia marehemu ambaye atakuwa ameshazaliwa, ameshakoshwa. Basi shuka ambayo limebakia baada ya kutoa mashuka manne, kitakachobaki katika kausha. Sasa kitambaa dadangu ananielekeza kamba hizi zinaunganishwa. Kwa nini ziunganishwe? Ili ziweze kutoshea katika kufunga. Tunaelewa hapa inatakiwa kukazwe, tunatakiwa kukazwe, si ndio? Ili marehemu wetu tutakapomfunga asifanye nini? Asiyumbe au sanda yetu isifanye nini? Isiachie. Umefahamu mapenzi? Hapa tunakata vitambaa kwa ajili ya kumpigishia mswaki. Tunajifunza vipi mwanadamu Allah anasema katika Qur'an, thumma ladabnahu asfala safilin, kisha tukamfanya kuwa dhalili kuliko madhalili. Udhalili wa mwanadamu ndo hapa pale atakapovalishwa sanda, pale atakapotengana familia yake, pale atakapoachana na mume wake, pale atakapoachana na mali yake, atarudi kwa Mola wake hali ya kuwa akiwa peke yake, hali ya kuwa alikuwa akivaa mavazi mazuri, alikuwa akichagua nguo anayotaka, lakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turudi kwa Allah. Turudi kwa nani? Tumekata kitambaa kwa ajili ya kukata miswaki kwa ajili ya kumpigishia maiti. Kwa hiyo hiki tunakikata mara 3, vinakuwa vitatu. Wananipa maalumati, wanasema inatakiwa kamba 6 ndio ziweze kutosha kufunga mwili wa marehemu. Tumeshakamilisha kamba zetu 6. Yaani ndio nasema vile vitambaa vya nani kama mnavyoziona. Ninyoshe dada vizuri. Anasema hivi, shungi tulikuwa tunashona zamani bila mikanda. Ametengeneza mikanda ili ya kufunga kama tunavyofunga sisi tukiwa hai. Kwa hiyo upanzi wa shungi, hebu tizama kijabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawetilia uzito. Mpaka unapokufa mwanamke wa Kiislamu inatakiwa ujistiri. Kwa nini hujistiri? Inatakiwa utoke na ibra. Kama nitakufa nitajistiri, hata nisipojistiri kuna siku nitapandishwa. Pia inapendeza unapomstanjisha maiti, kabla ya kumuosha na maji, unaanza kumfuta na vitambaa ule uchafu. Inapendeza. Kwa hiyo unaweza ukafanya au usifanye, ili kabla wewe unakuwa huushiki ule uchafu, unaanza kutolewa na vitambaa, alafu baadaye ndo unapitisha mkono. Umeelewa? Anatuhusia mauti huja kwa namna tofauti. Kuna mwingine alhamdulillah anakufa salama, alhamdulillah anakuwa msafi, na mwingine anatoka kwa namna ya uchungu wa mauti, sakarati na dhoruba, anapata tabu na baadhi ya uchafu unamtoka. Kwa hiyo anashauri, inapendeza uwe na kitambaa
ambacho kitaweza kumfanya huyo marehemu kama kumstantia, kumsafishia kabla ya kumwosha. Mwenyewe anasema inapendeza, mustahabu, si ndio? Ni kwa nini anafanya hivi? Hata tuelekeze. Tuwe tayari kwa ajili ya kumsikiliza. Vitambaa hivi ndio hivyo kwa ajili ya kuanza kufutia maiti kabla ya kumosha na maji wakati wa kumstanjisha. Vinakuwa vitambaa vitatu. Cha kwanza, cha pili, cha tatu. Hiki kitambaa nilichoshika hapa ndio kitambaa cha gagulo, na katika kutandika kwake kitambaa cha gagulo kinaingia ndani ya gauni. Kwa urefu, kinatandikwa kwa upana. Hapo waweze kufahamu vizuri. Tunakitandika kwa upana. Kama mnavyoona gauni yetu ilikuwa imekaa hivi. Baada ya hapo basi, mnajua gauni ya mwanamke inakuwa mbele na nyuma, si ndio? Tulipotandika ilikuwa imewekwa imelaliana nyuma na mbele. Sasa tunapoweka gauni yetu inabidi tufunue kitambaa cha juu, halafu tunakilaza kwa upana hiki, kwa urefu hiki kitambaa cha gagulo. Basi baada ya hapo ndipo itafunika gauni yake kama unavyovaa ukiwa hai. Sio wapenzi, inatanguliza nini? Gagulo, halafu baadaye tunakuja nini? Kanzu. Sawa? Ndio, tufuatilie ili tupate kuelewa sana. Sasa anatuelekeza namna ya kuweka hijabu. Anaiweka vipi hiyo shungi? Hijabu yake anaiweka vipi? Tumuone namna anavyoweka. Hapo ndo anaingiza ushungi kwa ndani ili ipite sehemu ya nini? Ya shingo ambayo tumetumbua. Namna hiyo anafanya hivyo. Ushungi wake, subhanallah, alhamdulillah. Yaani mama zangu, ni habari nzito sana. Ana ushungi umekaa namna hii. Ile kamba tuliyokuwa tumeikata kwenye hijabu itakaa karibu na bega la marehemu wetu. Tunashikiza tunashona sana, tutaweka kwa ndani, tutapitisha kule mpaka ufike kwenye shingo, mpaka uone zile kamba mbili ulivyokuwa umezichana zilingane na bega. Halafu itabaki sehemu ya kitambaa, tunaiona hii kitambaa ipitilize huku, imwagike. Halafu hapa ndio mwisho wa kitambaa chetu cha kupitiliza. Kwa hiyo gauni ndio inakuja juu ya shungi pamoja na gagulo. Zoezi linalofuata tunashona ili kushikiza hivi vitambaa vyetu visiachiane. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanatunga sindano, wanaweka uzi vizuri ili kuonyesha namna gani tunaweza kushona nguo za marehemu zetu. Haya yote ni ndo hali ya mwanadamu. Anatembea kilinga duniani, anatembea anapoishi, anaishi atakavyo, lakini siku hiyo atapogeshwa, siku hiyo atavalishwa, siku hiyo hata yeye asiyempenda atamtembelea.
tupendane kwa ajili ya Allah, tuthaminiane, tusameheane, ili Allah naye aweze kufanya nini? Kutusamehe, ili siku ya kufa tupate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachoanza kushonwa ni kitu gani? Naomba utueleze mwalimu wetu ili tupate kufahamu. Tunashikiza funua gauni kama hivi tunavyoona, tupate maelekezo kinachofanya nini. Tunashikiza shungi pamoja na mashuka, yaani shungi na gauni na yale mashuka mawili tuliyotanguliza chini, ili hata kama tukikunja hivi zisiachiane. Kwa hiyo napitisha uzi unaenda mpaka chini, nakuwa nimeshikiza shungi, gauni pamoja na nini na yale mashuka. Tumemwelewa. Anasema hivi, tunafunua hili gauni kwa mbele. Baada ya kuifunua tunakutana na kiushungi, ndio. Halafu kwa kule miguuni tunakutana na nini? Na gauni, ndio. Kwa hiyo anachofanya anashona ule uzi unaenda moja kwa moja kuanzia shuka ya mwanzo mpaka mashuka ya mwisho, kwa shungi na gauni. Shungi na gauni. Gauni. Shungi na gauni na mashuka ya chini. Napitisha mkono kwa chini huku ili niweze kuyapata mashuka, gauni pamoja na ushungi. Na ninakuja kushikiza hapa katikati. Utashikiza kiasi ambacho unajua haito achini. Baada ya kushikiza ushungi, gauni na mashuka, tunakuja kushikiza gauni, gagulo na mashuka. Pia tunashikiza katikati. Napata habari ya kwamba anashikiza hivyo. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu wenzetu, ndugu yetu, karibu zetu watakapowekwa, tabia ya nguo huwa inafanya nini? Inacheza. Ili sicheze, tunaishikiza sije ikaachia wakati wa kuvisha maneno. Kumbukeni, mwanzo tumefunua gauni, si ndio? Mwanzo tumefunua gauni, tulichokushikiza ni kitambaa cha nyuma huko, si ndio? Hiki hapa kitabaki, marehemu wetu kulala hapa juu. Akishalala, hii ndio takuja kufunika. Tuwe makini kufuatilia namna ya kufundishwa. Usisahau kuwaombea marehemu zetu kwa kila siku unaposwali, watakie msamaha. Sema Allahumma ufirahu warhamhu wasakinahu fil janna. Kama ni mwanamke, Allahumma ufiraha warhamha wasakinaha fil janna, ili wapate kurehemewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwaombea wazazi wawili kila unaposwali, uwatakie msamaha,
walio hai na wale waliofanya nini, waliotangulia. Tumemaliza kushikiza, tunalirudisha gauni kama lilivyokuwa. Hapa napewa habari ya kwamba wakati mkiandaa sanda, wakati mkishona sanda, tayari utakuwa umeandaa maji, umeandaa karafuu, huwa umeshatia kwenye maji ili ipate kulowana vizuri, ipate kunukia vizuri. Kwa hiyo wakati unaandaa, unakata sanda, unafanya nini? Tayari kama ni mkunazi wako, ili karafuu yako inafanya nini? Inalowana kwenye maji. Ndio karafuu na hilo karafuu maiti. Ndio tunaiona. Sasa wakati huo wanaandaa sanda, wewe tayari umeshafanya nini? tutanyunyiza hiyo karafuu. Kama mtu mwingi hapo vitakuwa nusu ingine sana kuja kuvinani bado. Sote kwenye maji. Basi tutaitumia, tutanyunyiza. Hapa tumekoroga karafuu maiti, tumechanganya pamoja na dalia kwa ajili ya kuleta manukato, tunanyunyiza kwenye sanda. Ni miongoni mwa vitu, ni miongoni mwa marashi au manukato ambayo tunamwagia kwenye sanda ili hata tukija kumvisha marehemu avae sanda ikiwa na hali nzuri. Na yeye Allah ni mzuri. Kwa hiyo anaandaliwa, sanda inaandaliwa, inaweka manukato ili wenzetu wanapofika, ndugu yetu, marehemu wetu waende wakiwa wamenukia. Allah ni mzuri, anapenda ni nzuri. Takbir. Na baada ya hapa tunatia marashi. Ni katika vitu ambavyo vinaruhusiwa kutia marashi ili sanda ipate kuwa katika hali nzuri hata kama tutakapo mweka marehemu. Walimu wangu, samahani, nauliza swali, ni marashi ya aina yoyote yanafaa kuweka kwenye sanda? Ni marashi ya aina yoyote, marashi yananukia vizuri. Ni wajibu au ni sunna? Yani ni jambo la lazima au sunna lazima? Ni mustahabu, ni sunna, jambo linalopendeza. Alhamdulillah, nadhani tumefahamu kuweka manukato. Unaweza kufika sehemu ambayo manukato hakuna, utafanya nini? Usione unyonge ukasema ibada yako ukafini haijakamilika. Hilo ni katika jambo linalopendeza, ni sunna. Sawa ndugu zangu, tumeona alifunua nguo yake, yani alifunua kwanza hiyo gauni, kisha akaweka manukato. Unaruhusiwa pia kufusha udi katika sanda yako kama unao, si lazima, ni katika vitu vinavyopendeza. Mfano wake udi kama hivi, kama vile unavyojifusha wewe ukiwa hai. Kwa hiyo hata marehemu anapendeza akiondoka, awe na yeye ananukia marashi. Nadhani tunamuona hivyo ndo marashi yanavyoweza kuwekwa katika vazi la sanda, vazi la kukafini marehemu. Kwa hiyo tusione Uislamu unafungamanishwa sana na usafi. Uislamu unafungamanishwa sana na kunukia. Allah ni mzuri, anapenda wazuri. Hapa kinachoendelea ni namna ya kuikunja sanda. Hivi tulikuwa tunashona sanda na kuiandaa. Kama wewe ulivyo mzima, unapotaka kuoga, unajiandaa, unaoga, lakini kisha unaingia wapi? Yaani unaingia kamatini, unachukua nguo yako, unapiga pasi, kisha unaingia kuoga na kufanya
kuvaa. Kwa hiyo hivi ndivyo sanda inavyoandaliwa. Sasa mwalimu wetu, tunaomba tuelekeze hapa unafanya nini, unakuja vipi, ili tuweze kufahamu, kwa sababu sisi hakika tunatamani kufahamu. Wako kweli? Wako kweli? Tuwe tayari kuchukua maalumati ambayo tutusaidia katika maisha yetu. Kabla hatujakunja sanda yetu, tunapitisha kamba ambazo baadaye zitakuja kutusaidia kumfungia marehemu. Na kamba zetu zinakuwa 3 kwenye sanda, 3 kwenye mkeka. Kamba ya kwanza tunapitisha kichwani. Kamba ya pili tunapitisha tumboni. Kamba ya 3 tunapitisha miguuni. Baada ya kupitisha kamba kwenye sanda, sasa tunapitisha kamba kwenye mkeka. Vile vile nazo zinakuwa kamba 3, 1 kichwani, 1 miguuni, kiunoni, tumboni na 1 miguuni. Ndio maana tulisema mwanzo kutakuwa na kamba 6, kamba 3 zitakuwa chini ya mkeka na kamba 3 zitakuwa chini ya sanda. Kumbuka vizuri Alhamdulillah, Allah atuhifadhi na atupe elimu iliyo bora zaidi katika siku ya leo, tuweze kunufaika zaidi katika dunia na akhera. Alhamdulillah. Zoezi linalofuata ni kuikunja sanda yetu. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.